tunaisahau. Tunaona ya kwamba tunaweza kuishi hivyo hivyo kwa vyovyote. Tumesali kidogo, tumeenda Jumapili kanisani kidogo, labda tunafanya hata tumetoa sadaka. Tunaua dhamiri yetu, tunaifanya iwe sugu, na tunaweza kuishi kwa hali ya namna hiyo mpaka kufa kwetu. Na ndio kilicho hatari kubwa zaidi, kwa sababu unafanya dhamiri yako isiweze tena kukuletea sauti tuliyoisikia sasa hivi kutoka somo la kwanza na somo la pili. Rarueni mioyo yenu. Na katika kurarua mioyo yetu tutajua kilicho ndani ya roho zetu, moyoni mwetu kuna nini? Ni kitu gani ambacho mimi nimetaka kuanza kuishi nayo? Na sioni ya kwamba kuna cha kubadilisha, hata kama sifikirii kwamba nitakufa au sitakufa, lakini naona naweza kuishi katika hali hiyo na hamna shida. Sasa katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anasema sisi, Mungu ametuomba tuwaombe, tafadhalini sana, lazima mbadilike. Lazima utambue kwamba kuna ugonjwa ndani wako ambapo hata ukikaa vizuri katika ulimwengu huo, siku za mwisho utakapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu ndicho kitakachohesabika. Yeye anatupenda kiasi ambacho wanaona kwamba sisi tusingeweza kustahimili adhabu ya dhambi zetu, lakini tusiogope, kwa sababu adhabu hiyo ameshakubali Yesu achukue. Yesu ameshakubali aichukue. Kwa hiyo labda kuna ile hali ya kusema kwamba labda kutahitajika mabadiliko fulani katika maisha yangu, sawa, lakini ni sadaka ndogo sana ukilinganisha na ile adhabu ambazo kwa sababu ya dhambi zetu tungestahili kupata. Na Mungu hataki tusipate na ujinga wa kufikiria ya kwamba kwa kuwa basi nadanganya huko na huko, maisha yangu na yumbisha kidogo upande kwa Mungu, upande kwa ulimwengu basi tunaweza kufikiria kwamba tunaweza kuishi kwa namna hiyo. Mungu anasema sisi, yule aliye vuguvugu nitamtapika. Afadhali uwe mbaya, angalau utatambua ya kwamba kuna cha kubadili katika maisha yako, kuliko kuwa vuguvugu ambapo unaishi hivi bila kubadilisha maisha yako na msimamo na msingi na kiini cha maisha yako, kwa sababu ndio hiyo hatari zaidi. Afadhali ukiwa mbaya, sio kwa sababu ni uwe mbaya, lakini angalau ukiwa mbaya utajua hapa lazima nibadilike.